Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ-San Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja. Naam, asante kwa kuambatana nasi katika masomo ya Januari mpaka Juni. Na hii leo tunaangazia somo la Julai 1 ikiwa lina kichwa kisemacho Yesu ni mchungaji mkuu. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtapokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Petro wa kwanza 5:4. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa upendo wako maishani mwetu. Sifa shukrani zikakurudie. Endelea kuwa pamoja nasi, tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Maisha ya mchungaji yalikuwa ni yenye uangalifu. Aliwajibika kulilia kundi lake mchana na usiku. Wanyama wa porini walikuwa wengi na wakali mara nyingi, na waliweza kuleta majeraha kwa kundi la kondoo na ng'ombe ambao hawakulindwa na mchungaji mwaminifu. Japokuwa Yakobo alikuwa na watumishi wengi wa kumsaidia katika kuchunga makundi aliyoyamiliki na Labani, bado wajibu wa kuwatunza ulikuwa juu yake. Katika baadhi ya misimu ya mwaka, alilazimika kuwa pamoja na mifugo hiyo mwenyewe, mchana na usiku, ili kuwalinda katika majira ya ukame mkuu wa mwaka, ili wasije wakafa kwa kiu, na katika sehemu ya majira ya baridi sana, kuwaokoa ili wasije wakapatwa na homa ya baridi, kwa ugonjwa wa kuganda tishu kwa baridi kali ya usiku. Mifugo yao pia ilikuwa katika hatari ya kuibiwa na wachungaji wapotofu ambao walitamani kujitajirisha kwa kuiba ng'ombe za jirani zao. Maisha ya mchungaji yalikuwa yale ya kujali daima. Hakufaa kuwa mchungaji isipokuwa amekuwa mwenye huruma na mwenye ujasiri na uvumilivu. Yakobo alikuwa mchungaji mkuu, na alikuwa wachungaji walio chini yake walioitwa watumishi. Mchungaji mkuu aliwaita hawa watumishi ambao waliwakabidhi uangalizi wa kundi, kuwajibishwa vikali kama wasingekutwa katika hali ya ustawi. Ikiwa kungekuwa na ng'ombe waliopotea, mchungaji mkuu angewajibishwa. Uhusiano wa Yesu kwa watu wake ni kama ule wa mchungaji. Aliona baada ya anguko, kondoo wake wakiwa katika hali ya kuhuzunisha, wakiwa katika hatari ya uangamivu wa hakika. Aliacha heshima na utukufu wa nyumba ya baba yake ili kuwa mchungaji, ili kuwaokoa kondoo waliopotea wanaokaribia kuangamia. Sauti yake yenye kuvutia ilisikika ikiwaita kuja zizini mwake, mahali pa usalama na uhakika, kutoka kwenye mikono ya wanyang'anyi, ya mahali pa kujisitiri kutokana na joto kali na ulinzi dhidi ya athari za baridi. Utunzaji wake uliendelea kutolewa kwa manufaa ya kondoo wake. Aliwatia nguvu wanyonge, kuwalisha walio dhaifu, na kuwakusanya wanakondoo wa kundi mikononi mwake, na kuwabeba kifuani mwake. Kondoo wake wanampenda, huwatangulia kondoo wake, nao wanaisikia sauti yake na kumfuata. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu ndiye mchungaji mkuu. Amekabidhi utunzaji wa kundi lake kwa wachungaji wasaidizi. Anawataka wachungaji hawa kuwa na upendo kwa kondoo wake, sawa na ambao anaudhihirisha, na daima kuhisi wajibu wa jukumu ambalo amewakabidhi. Ikiwa watafuatisha mfano wake wa kujikana nafsi,
kundi litafanikiwa kuwa chini ya uangalizi wao. Watadumu kufanya kazi kwa ajili ya ustawi wa kundi. Utasoma Spiritual Gifts, gombo la 3, ukurasa wa 122 hadi ukurasa wa 124. Huu ni mwisho wa somo letu la Julai 1. Yesu ni mchungaji mkuu. Tufumbe macho tupate kuomba tunapohitimisha somo letu. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tumekutambua kama mchungaji wetu mkuu na tunajikabidhi kwako utuongoze vema kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Kumbuka, Yesu akiinuliwa juu, maisha yanabadilika. Mungu akubariki. Anakuja, Yesu yu